Msikilizaji, hii ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 8 ya simulizi yetu ya Chuo cha Uchawi iliyoandikwa na mtunzi Amani Kigoye. Sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri, pale ambapo tulikuwa tumeshia, ilikuwa ni pale ambapo baada ya kupewa mitihani miwili tu, uwezo wa kina Eric ulionekana kuwa mkubwa sana kuliko wanafunzi wengine. Na wakati wanafunzi wenzao wakiendelea tu na mafunzo darasani, wao walianza kuandaliwa rasmi kwa ajili ya kazi maalumu ambayo ndiyo iliwafanya wakutane hapa chuo. Na kazi hiyo ilikuwa ni kazi ya kupambana na wale majini alikotokea Bichupi ama Eliza. Hatimaye wakina Eric wanaingia katika jukumu zito. Itakuwaje? Hii ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 8 ya simulizi ya Chuo cha Uchawi. Wanafunzi wote waliokuwa wamekwenda kulala kwa Mzee Konde, kila mmoja alipewa chumba chake, na kwenye kila chumba alikuwa amewekewa kila kitu ambacho alikuwa anapenda kwa ajili ya kuendelea kumliwaza. Eric yeye alikuwa amewekewa mbwa wake ambaye alikuwa anampenda, ambaye ndiye alikuwa ni babake mzazi, lakini mpaka leo hakuwa anajua kabisa kwamba huyo mbwa alikuwa ni binadamu. Walilala siku ya kwanza, na asubuhi hatimaye iliwadia na wote waliamka, na kila mtu alikuwa anasubiria kuona ni kitu gani ambacho atapewa. Lakini waliamka na kuandaliwa kifungua kinywa, wakanywa, na kisha Mzee Konde aliwataka atoke nao kwenda kutembea. Safari ilianza na walikwenda kutembea nje ya chuo kwenye makazi ya watu, na walikutana na watu mbalimbali, na huku walikuwa na salimiana, na mwisho wa siku waliweza kufika porini, na Mzee Konde alianza kuwaelekeza baadhi ya mimea pamoja na mizizi pia. Aliwaelekeza mizizi ambayo ilikuwa ni dawa na mimea mingine ambayo ilikuwa ni sumu ama silaha, pindi pale ambapo unakuwa porini unapambana na adui, ama pale ambapo unakuwa katika wakati mgumu. Walielekezwa vitu vingi sana na mizizi mingi sana pia, na mwisho wa siku walianza safari ya kurejea nyumbani, na huku wanafunzi walikuwa waelewi kabisa ni kwa nini Mzee Konde alikuwa anawaelekeza mambo mengi kama hayo. Walifanikiwa kurejea nyumbani, na huku walikuwa wamebeba baadhi ya mizizi pamoja na mimea, na huku walikuwa na shauku kubwa kutaka kujua vitu vingi zaidi. Wanafunzi wengine huko chuoni walikuwa wanaendelea tu na masomo kama kawaida, na walikuwa wanaendelea kupewa mitihani ambayo itawasaidia kufikia viwango ambavyo wenzao hawa walikuwa wameshavifikia mapema hata kabla ya kufanya mitihani mingi. Waliandaliwa chakula cha mchana nyumbani kwa Mzee Konde, na ilikuwa ni kama nyumba ya maajabu, kwa sababu tangu ameanza kulala katika hiyo nyumba walikuwa hawajawahi kabisa kuona mtu mwingine tofauti na wao pamoja na huyo Mzee Konde. Lakini ile wakitoka na mzee na kurejea, wanakuta chakula kile kwa kimeshaandaliwa na kila kitu kilikuwa mahali pake, na hata vyumba vyao wanavyolala vinakuwa vimefanywa usafi vizuri kabisa. Walikula chakula hicho cha mchana na kupewa kazi ya kuanza kuandaa dawa, na wengine walikuwa wanaelekezwa jinsi ya kutengeneza hiyo mimea kuwa sumu na kuwa silaha ya kupambana na maadui. Hawakujua kabisa ni kwa nini walikuwa wanafundishwa haya yote, japokuwa walikuwa wanajua kabisa kwamba mara baada ya hapo watakwenda kufanya kazi kubwa ambayo walielezwa na mkuu wa chuo, Askofu James. Walifanya hiyo kazi mpaka kufika jioni na jua likazama, na kisha kila mtu alikwenda kujimwagia maji na kutulia wakiwa wanazungumza mazungumzo ya hapa na pale. Muda huo Mzee Konde alikuwa anawasimulia baadhi ya mambo ambayo yalishawahi kutokea miaka ya huko nyuma, na mkasa mzima wa jinsi mambo yalivyokuwa mpaka dunia yao ikawa hapo ambapo walikuwa. Wanafunzi walionekana kufurahia sana hiyo simulizi, na wengine walionekana kusikitishwa sana na simulizi ambayo ilikuwa imefichwa. Ilikuwa ni simulizi ya kumhusu Eric na namna gani ambavyo alipatikana. Mzee Konde hakutaka kabisa kuwasimulia hao wanafunzi na kubaki na siri hiyo, kwa sababu ndio mwanafunzi ambaye alikuwa amelengwa sana na wachawi ama majini kwa ajili ya utawala wao. Aliogopa kuwaeleza story ya kuhusu Eric, kwa sababu alikuwa anaogopa asije kuwapatia tamaa baadhi ya wanafunzi na kufikia hatua hata ya kumgeuka Eric ili wawapatie majini mbinu kusudi tu majini washike utawala na wao waje kuahidiwa kwamba watakuwa ni viongozi. Na ndio maana walikuwa wanawafundisha kwanza kuhusu upendo, na mtu akishafaulu katika hilo somo ama huo mtihani wa upendo, basi katika hicho chuo unakuwa uko daraja la juu sana.
na asilimia kubwa wanafunzi ambao walikuwa kundi moja na Eric walikuwa ni wanafunzi ambao walikuwa na upendo mkubwa sana, japo kuna wengine walikuwa nalazimishwa na wenzao kuwa na upendo. Na hiyo ilitokea pale Bella alipolazimishwa na akina Mage kwenda kuwaokoa akina Eric kwenye pango, na hiyo ndio iliyokuwa na wafanya akina Mzee Konde kushindwa kuwaamini moja kwa moja hao wanafunzi. Mzee Konde aliwasimulia simulizi nyingi za zamani mpaka pale alipochoka na kuaga kwenda kulala, na huku alikuwa anawacha wanafunzi wenyewe walikuwa wanaendelea tu na simulizi za hapa na pale. Mara baada ya Mzee Konde kuondoka kwenda ndani kulala, ndipo wanafunzi walipoanza kuzungumza mambo yao, na aliyekuwa anaonekana kuwa na shauku sana ya kuzungumza alikuwa ni Musa. Jamani, mimi hapa nilikuwa na swali. Musa alikuwa anaanza kuzungumza pale huku alikuwa na hama pale ambapo alikuwa amekaa mwanzo, na alikuwa anakwenda kukaa karibu na Eric sambamba na Jerry. Umeshaanza tayari mzee wa maswali? Alikuwa anazungumza pale Jerry, na huku alikuwa ameshikilia kikombe chake kikubwa kabisa cha juisi. Sasa jamani, kama kuna kitu ambacho kinanitatiza nisiulize au? Musa alikuwa anajitetea vile. Wanafunzi wenzake wote walikaa kimya na kumtazama Musa bila kuzungumza kitu, mpaka Musa mwenyewe akajihisi kama kuna kitu hakiko sawa. Vipi tena, mbona mnanitazama sana kiasi kama hicho? Musa alikuwa anauliza pale swali kwa mshangao. Tunakusikiliza, Mage alikuwa anasisitiza vile. Ni vizuri kama mnanisikiliza jamani. Sasa hapa mimi nilikuwa najiuliza maswali kwamba ni kwa nini mzee anatuelekeza ya mambo yote. Musa alikuwa anauliza pale swali. Ni kwamba unahisi ni mambo yasiyokuwa na maana ama? Siana yeye alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa anachukua birika la juisi na kumimina kwenye birawali yake. Hapa na mimi sijasema kwamba labda ni mambo yasiyokuwa na maana. Sasa ulikuwa nataka kumaanisha kitu gani mpaka unauliza swali kama hilo Musa? Biti na yeye alikuwa anadakia na kuuliza pale swali. Wakati wao wamekaa wanaendelea tu kubishana, alionekana Bella yeye alikuwa ametulia tu anakunywa juisi yake, na huku alikuwa ni mwenye mawazo kiasi kichwani. Hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa anamjali Bella, kwa sababu ubishi pamoja na mazungumzo yalikuwa yameshapamba moto kati yao. Mimi namaanisha kwamba haya ambayo tunafundishwa ndio tutakayokwenda kukutana nayo, ama ndio ambayo tutakwenda kuyatumia huko kwenye hiyo kazi au? Musa alikuwa anauliza pale swali na kisha kushindilia na funda 3 za juisi ya zabibu. Sia alitikisa kichwa na kuendelea tu kujiburudisha na juisi yake, akionekana kama hilo swali kwake halina maana yoyote ile. Kwa sasa mimi nauliza swali zuri tu na wewe unajifanya huna kabisa mpango, si ndio? Musa alikuwa anauliza pale swali kumelekezea Sia. Wa kupatia majibu wenye upeo mkubwa. Mimi haya mambo siyajui kabisa. Sia alikuwa anajibu vile huku alikuwa anajiweka pembeni. Na ndio maana unaharibu mambo wewe kila wakati. Alikuwa anazungumza vile Musa kumtania Sia, na wengine walianza kucheka, na wote wakajikuta walikuwa wanacheka mpaka Bella mwenyewe ambaye muda mrefu alikuwa kimya tu. Kilikuwa ni kicheko cha pamoja, na huko kila mtu alikuwa anaonekana kufurahia hiyo hali na hicho kikao chao pia. Walishindwa kwenda kulala katika vyumba vyao usiku huu, na kila mtu alijikuta alikuwa anapitiwa na usingizi pale pale ambapo alikuwa amekaa. Lakini usiku ulipokuwa mkubwa sana, walionekana watu wengi walikuwa wanafanya usafi katika hiyo nyumba, wakiwa ni kama wafanyakazi wa humo ndani. Walianza kufanya usafi na kila mtu alimbeba mwanafunzi mmoja na kumpeleka chumbani kwake. Hakuna mwanafunzi hata mmoja ambaye aliweza kuona ama kugundua hilo tukio zaidi ya Eric tu basi. Na Eric mwenyewe alikuwa ni kama anaota. Hakuwa na uhakika kwa kile ambacho alikuwa anakiona, yani mpaka anakwenda kulazwa ndani kitandani na kufunikwa na blanketi. Ilikuwa ni kama ni ndoto tu alikuwa anaota. Asubuhi na mapema kabisa, msikilizaji, mtu wa kwanza kabisa kuamka alikuwa ni Eric, na alikuwa anajishangaa kujikuta yuko chumbani kwake kitandani, na tena pembeni yake alikuwepo mbwa wake.
Alianza kujiuliza maswali mengi, na huku alikuwa anajishangaa tu kwamba alikuwa amefika vipi pale kitandani. Na wakati mara ya mwisho anakumbuka vizuri kabisa kwamba alikuwa anapiga stori pamoja na wenzake, na wote walipitwa na usingizi kule kule sebuleni. Wakati Eric anafikiria tu kwa kina haya yote, ndipo alipokumbuka kwamba ni kama alikuwa anaota watu alikuwa anabebwa na kuwapeleka vyumbani mwao. Alikumbuka vizuri kabisa na kujikuta kama alikuwa anakataa kwamba sio ndoto, na upande mwingine ulikuwa anamwambia kwamba hiyo ilikuwa ni ndoto wala sio kweli. Ilimbidi sasa amke na kwenda nje, na alipotoka tu chumbani kwake, alipofungua mlango, alishangaa sana mara baada ya kuona kulikuwa na wahudumu wengi walikuwa wanaandaa chakula mezani, yani kifungua kinywa, na wote walikuwa hawana kabisa hata habari. Akawa anashangaa tu, na alikuja kuamini kama ni kweli mara baada ya kuona nguo zao ambazo alikuwa amevaa ni kama wale ambao walikuwa amewabeba usiku. Kidogo Eric alianza kuamini kwamba haikuwa ni ndoto ambayo alikuwa anaifikiria, bali ilikuwa ni kweli kabisa. Sasa wakati amesimama amedua tu, mara mbwa akatoka chumbani, na alipowaona hao wahudumu akajikuta alikuwa anaanza kubweka. Ile mbwa anabweka haraka, wale watu wote walitoweka, na nyumba ilibaki tupu kabisa, na ukimya ukaongezeka maradufu. Eric alibaki tu, alikuwa anashangaa na kumtazama mbwa ambaye alikuwa anaendelea kubweka. Ilimbidi sasa aanze kumtuliza huyo mbwa wake, na wakati huo watu wengine walikuwa wanaamka na kutoka sebuleni, na huku walikuwa wanajiuliza maswali kwamba ni kitu gani kilikuwa kinaendelea mpaka mbwa bweke kiasi kama hicho. Vipi tena Eric, kuna kitu gani? Mage alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa anatoka chumbani kwake kwa mshangao. Eric hakumjibu kitu. Cha zaidi alikuwa anaendelea kumtuliza tu mbwa wake asipige kelele, na mwisho wa siku mbwa akatulia. Lakini watu wote walikuwa wameshaamka kasoro mzee Kondi tu ambaye yeye hakuonekana. Walitulia, na huku alikuwa anamshangaa tu mbwa ambaye alikuwa anaondoka zake kwenda nje, na huku Eric bado alikuwa katika sintofahamu. Wanafunzi wote walijikuta wako sebuleni wamesimama wakiwa wanatazama kifungua kinywa ambacho kilikuwa kimeandaliwa mezani, na kilikuwa ni kifungua kinywa cha nguvu kabisa. Walikuwa wanashangaa, na taratibu wakawa wanasogea mezani na kuanza kukaa, huku kila mtu alikuwa anaanza kujisevia tu kile ambacho kilikuwa kinamfaa. Eric na yeye alisogea na kukaa mezani na kuanza kula kama kawaida yao, na huko stories hapa na pale zilikuwa zinaendelea. Walikuwa wanakula na huku walikuwa wanazungumza, na mwishowe kwanza Musa akasita na kukumbuka kitu, na huku alikuwa anawatazama wenzake kwa mshangao. Nini tena na wewe? Sia alikuwa anamuuliza pale swali Musa mara baada ya kumwona alikuwa amedua tu kwa sekunde kadhaa. Hebu subiri kwanza jamani. Hivi jana usiku tulifika vipi vyumbani kwetu kule? Musa alikuwa anauliza pale swali, na huku bado alikuwa katika mshangao mkubwa. Kwanza kabisa kila mtu aliacha kula na kuanza kumshangaa mwenzake na kuona swali la Musa kama lilikuwa na maana sana. Mtu pekee ambaye hakuonekana kushangazwa na hilo swali alikuwa ni Eric, kwa sababu yeye alishajiuliza swali kama hilo muda mrefu, na alikuwa amekutana na kituko alipoamka tu, na ndio maana hakutaka kujihusisha na hayo mazungumzo. Zaidi yeye alikuwa anaendelea kula tu. Eric, sasa mbona wenzako tunajiuliza maswali, wewe unaendelea kula tu kama hujali chochote? Jerry alikuwa anamuuliza pale swali Eric, na huku alikuwa anamshangaa. Nyote mmeamka na mmenikuta mimi hapo sebuleni. Kwa maana hiyo ni kwamba mimi ndiye ambaye nilikuwa wa kwanza kabisa kujiuliza swali kama hilo. Alikuwa anajibu pale Eric, na huku alikuwa anaendelea tu kupata kifungua kinywa. Na mara baada ya kujiuliza swali hilo ulipata majibu gani? Bite alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa anamkazia macho Eric. Eric kwanza kabisa aliacha kula na kumtazama Bite ambaye alikuwa anaonekana kusubiri ajibu kutokea kwake. Mimi hata sielewi kitu jamani, alikuwa anajibu vile Eric, na huku alikuwa anaendelea kula tu. Wakati anajiuliza maswali na kutaka kujua, ndipo alipoonekana mzee Kondi alikuwa anaingia kutokea nje, na huku alikuwa na mkoba wake na alikwenda kutua kwenye meza ya pembeni.
Wanafunzi wote walikuwa na mshangao tu na kumtazama yeye kwa makini, mpaka mzee mwenyewe akastuka na kutulia akiwa anawatazama wanafunzi wake kwa zamu. Kuna kitu gani tena jamani, mbona mnanitazama kiasi kama hicho? Mzee Kondi alikuwa anauliza pale swali mara baada kuona wanafunzi wote walikuwa wanamtazama. Jana tulipitwa na usingizi na wote tulilala nje mzee. Lakini asubuhi tunashangaa kila mmoja anatoka chumbani kwake. Hatujui kabisa tulifikishwa vipi huko vyumbani mwetu. Bela alikuwa anauliza pale swali. Mzee Kondi kwanza kabisa alianza kucheka kabla ya kujibu swali hilo na kuwafanya wanafunzi wake wabaki walikuwa na mshangaa na kutokujua ni kwa nini alikuwa anacheka mara baada kuulizwa hilo swali. Akiwa anaendelea tu kucheka na huku alikuwa anakwenda kukaa kwenye kiti chake pembeni ya meza ya chakula na wanafunzi nao wakawa wanamtazama mpaka alipokaa. Sikutegemea kabisa kama hilo swala lingewashangaza kiasi kama hicho. Alikuwa anazungumza pale mzee Kondi na kisha akanyanyua fimbo yake na kuigonga sakafuni mara 3. Mlio wa kigongo cha fimbo ulisikika na pale pale kwenye nyumba walionekana wahudumu kadhaa kulingana na idadi wanafunzi waliokuwepo pale ndani. Wanafunzi walishangaa sana kuona mhudumu alikuwa amesimama kwa kila mwanafunzi mmoja na huku alikuwa anatabasamu usoni. Kila mwanafunzi aliyekuwemo humu ndani ana mhudumu wake na amekuwa ni kama mlinzi wake. Kuanzia ile siku ya kwanza kabisa mliofaulu mtihani wenu, basi mlikabidhiwa hawa wahudumu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia. Alikuwa anazungumza pale mzee Kondi na huku alikuwa anatabasamu. Sasa kama ni hivyo, ni kwa nini hamkutueleza kabisa mzee? Jerry alikuwa anauliza pale swali. Ndio tulikuwa tunapanga kueleza siku ya kesho wakati mnatakiwa kuanza safari yenu rasmi. Alikuwa anazungumza pale mzee Kondi kiasi cha kuwafanya mpaka Eric kubaki alikuwa anashangaa. Kwa sasa inamaanisha kwamba hawa ndio waliotubeba jana usiku na kutupeleka vyumbani mwetu au? Bela alikuwa anauliza pale swali na mzee Kondi alijibu ndio na kunyanyuka kwenda chumbani kwake. Na ndio hao pia ambao huwa wanawapikia vyakula na kuwafanyia usafi kila siku tangu mmeanza kuishi hapa. Alikuwa anazungumza pale mzee Kondi na huku alikuwa anatembea kuingia chumbani kwake. Wanafunzi wote wakabaki midomo wazi kama walikuwa wamekamatwa ugoni na huko kila mtu alikuwa anamshangaa tu mhudumu wake. Wahudumu wote walikuwa wamevaa sare za aina moja na walikuwa wametulia tu, hawazungumzi kitu, lakini muda wote walikuwa na tabasamu tu. Usuge kidogo pembeni unipatia nafasi. Alikuwa anazungumza pale Eric na huku alikuwa anamtazama mhudumu wake. Ni kweli kabisa mhudumu wa Eric alisogea pembeni na kuwafanya wanafunzi wengine washangae na kuanza kutabasamu. Sasa kila mtu alimgeukia mhudumu wake na kumpatia oda na mhudumu akawa anafanya na huku alikuwa anafurahia hiyo hali. Walikuwa anafanya kama mchezo na mwisho wa siku akaona na kitu cha kawaida. Na Eric alipomtaka mhudumu wake ama mlinzi wake apotee, na ni kweli kabisa alikuwa anapotea. Wanafunzi wengine na wao pia wakafanya kama ambavyo alikuwa amefanya Eric, na ni kweli kabisa walinzi na wao walikuwa wanapotea na wakaendelea tu kula na huku walikuwa wanaendelea na mazungumzo ya hapa na pale. Hatimaye sasa, msikilizaji, ilifika siku ya siku na kila mwanafunzi alikuwa anaisubiria kwa hamu kubwa sana hiyo siku. Na wanafunzi walikuwa wameshaandaliwa vya kutosha na kila mtu alikuwa na kifaa chake na mkoba wake, na walikuwa wamesimama kwenye uwanja wao mdogo mbele ya jukwaa dogo ambalo lilikuwa limebeba viongozi wa chuo pamoja na walimu pia. Wanafunzi waliagwa na kupewa baraka zote na mkuu wa chuo, Askofu James, kwa ajili ya kwenda kuliangamiza jeshi la majini na wachawi. Walisogezwa kwenye kile kisima ambacho kilikuwa na maji meusi, na kisha kila mtu alikuwa anatakiwa kuingia na kuzama katika kisima hicho. Wanafunzi wote 7 walifanya hivyo, yani wavulana 3 na wasichana 4. Walipoingia kwenye kisima wote ghafla wakajikuta wako katika msitu mnene uliokuwa na giza totoro, na mbele yao ulionekana mlima mkubwa sana uliokuwa na jengo kubwa ambalo halikuweza kabisa kuonekana vizuri kwa mahali hapo. Waliweza kuona katikati ya huo msitu na hilo jengo
walikuwa wametenganishwa na bonde kubwa sana ambalo chini yake alikufahamika kabisa kulikuwa na kitu gani. Kulikuwa kuko kimya sana kwenye huo msitu, na bahati nzuri wanafunzi wote walikuwa wametokea katika sehemu moja na walikuwa wako karibu. Walitazamana na kukaguana kama wote walikuwa salama na wote walikuwa wametimia, na mara baada ya kuona kwamba wote walikuwa wapo, wakajikuta walikuwa na shauriana na kujiuliza uelekeo uwe upi. Tunatakiwa kwenda kwenye lile jengo kule mlimani ng'ambo ya pili, alikuwa anazungumza Bela huku akiwa ametoka kufumbua macho yake. Wote walimtazama na kisha waligeuka na kutazama hiyo ng'ambo ya pili ambako alikuwa anatakiwa kwenda, na kujikuta walikuwa wanaanza kujiuliza maswali kwamba wanapita wapi kufika huko, na tuweze kuipata njia tukiwa tumesimama tu hapa. Alikuwa anazungumza bila Eric, na huku alikuwa anaanza kutembea kwenda kwenye bonde ambalo lilikuwa mbele yao. Walitembea kwa muda wa dakika kadhaa na kujikuta walikuwa wanatokea kwenye msitu na kufika kwenye mbuga moja iliyokuwa na majani mafupi, na mbele kama mita 300 ndiko kulikuwa kuna mteremko na kuingia kwenye ile bonde kubwa. Kulikuwa kumetulia sana kwenye hile eneo kiasi cha kuwafanya wakina Eric kuamini kwamba hakuwa na watu wengine zaidi yao. Walitembea kwa uangalifu mkubwa sana, na kila mara macho yao yalikuwa yanatazama kila upande, kwa sababu walishatahadharishwa wawe makini pindi wanapokuwa katika hiyo ardhi ya uchawi. Na huko bwana ndiko ambako walikuwa wanapatikana wale wachawi ama majini wasumbufu ambao walikuwa wanamtaka Eric tangu siku ya kwanza kabisa anazaliwa. Huko ndiko yuko mkuu wa majini, bwana mkubwa Kongwa, ambaye ndiye alimtuma mwanzo Bichupi ama Eliza kwenda kujipachika kule chuoni. Sasa leo yule ambaye majini walikuwa wanamhitaji kwa muda mrefu, yani Eric, alikuwa amekwenda mwenyewe katika ardhi yao, yani washindwe wenyewe. Wakina Eric waliendelea tu kutembea, lakini hata kabla hawajalifikia lile bonde, walianza kusikia kama kuna sauti ambazo walikuwa hawajui zilikuwa ni sauti za nini. Walipotulia na kusikiliza kwa makini, bado hawakujua kabisa kilikuwa ni kitu gani, kwa sababu zilikuwa ni sauti ambazo zilikuwa zinawachanganya sana. Ndipo sasa wote walipomgeukia Biti na kumtazama wakimtaka yeye afanye jambo. Na ni kweli kabisa, haraka Biti alipiga goti moja na kushika ardhi, na huku alikuwa anafumba macho yake kuvuta hisia. Biti alianza kuona kundi kubwa la jeshi la wafu walikuwa katika farasi, na walikuwa wanatokea kwenye ule msitu wakija usawa ambao wapo wao, na huku wakiwa wanachinja vichwa vya watu kwa mapanga makali. Haraka Biti aliacha ardhi, na huku alikuwa anachomwa fimbo yake na akageuka kutazama kule ambako alikuwa ametoka. Wenzake walipomwona Biti alikuwa amefanya kama hivyo, na wao walisimama na kujipanga mstari kutazama kule ambako alikuwa ametoka, na huku walikuwa wako makini sana. Vipi Biti, umeona kitu gani? Mage alikuwa anamuuliza swali Biti kwa sauti ya chini iliyokuwa na shauku. Nimeona jeshi la wafu wanakuja kwa kasi sana. Biti alikuwa anajibu vile kwa sauti ambayo ilikuwa na hofu. Waliposikia hivyo, wenzake kila mmoja alionekana kukamata fimbo yake vizuri kwa makini, na huku alikuwa anatazama mbele. Na ni kweli kabisa, msikilizaji, dakika 3 hazikuisha ndipo lilipoanza kuonekana vumbi, na ukumbuke kwamba huku hakuna jua. Muda wote ni giza tu, utasema kwamba ni usiku, na angani ndiko kulikuwa kuna ule mwanga, utasema kwamba ni mwanga wa mbaramwezi. Walibaki walikuwa na shangaa tu, na kadiri vile ambavyo walikuwa na shangaa, ndipo kundi kubwa la jeshi la wafu, yani watu waliorejea kutokea kuzimu, yani wale majini, lilikuwa linazidi kuonekana linakaribia. Zilianza sasa kusikika sauti za farasi kwa karibu, na huku walikuwa nazidi kusogea pale ambapo alikuwa amesimama na Eric, na lilionekana jeshi kuwa kubwa sana. Sasa kila mmoja amshike mwenzake bega kwa nguvu na tufumbe macho, na huku fimbo zetu zikiwa hewani. Alikuwa anazungumza pale Eric kutoa maagizo, na kila mtu kweli kabisa alifanya kama ambavyo Eric alikuwa amezungumza. Walishikana mabega kila mmoja, huku mkono mmoja ulikuwa umeshikilia fimbo, na macho yao walikuwa wameyafumba, na huko mbele kishindo kilikuwa kinazidi kusikika, na farasi walikuwa wanazidi kupiga kelele kuashiria kwamba walikuwa wanawakaribia. Walianza kusikia sasa kelele za jeshi la wafu, walikuwa wanapiga kelele za kutaka kuvamia, huku mapanga na yenyewe yalikuwa nasikika kushamiri kuonyesha kwamba hao watu walikuwa wamejipanga kweli kweli, na walikuwa tayari kwa lolote lile. Hakuna hata mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anaonyesha kubabaika.
Ndio kwanza wote walifumba macho kwa hisia kubwa, na huku walikuwa nazidi kusikia hizo kelele, na mwishowe walipoanza kusikia kama walikuwa wamekaribia, ndipo walipotamka maneno hayo ya kichawi kwa sauti kubwa, na fimbo zao zilitoa moto mkubwa ulioungana na kuwazunguka wote, huku jeshi la wafu likitawanyishwa vibaya mno na kuunguzwa na moto mkali. Hakuna hata mmoja kati ya wale majini aliyesalia akiwa hai na farasi zao. Wote waliteketea kwa moto, na ikaanza kuonekana mifupa tu imetapaka chini na kuzagaa kwenye ile mbuga kila mahali. Ukimya ulitawala. Mara baada ya muda ndipo wanafunzi wote walipofumbua macho yao na kutazama ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Walipotazama kwa makini, wakajikuta wako katikati ya lundo la mifupa ambayo ilikuwa imewazunguka kila kona. Eneo lote lilikuwa limezagaa tu mifupa ya binadamu sambamba na wanyama, yani wale farasi. Na kila mtu alianza kushangaa tu na kujiuliza hao wafu walikuwa ni wengi kiasi gani mpaka mifupa imezagaa sana eneo lote kiasi kama kile. Wakiwa wametulia tu wanajiuliza ni kitu gani cha kufanya, ndipo Bella alipoinama na kisha kuokota mfupa mmoja, akafumba macho na kutulia kwa muda. Pale pale mifupa yote ikaanza kunyanyuka hewani na kulingana vimo na wale wanafunzi, na huku ilikuwa ni kama imetengeneza wingu kubwa la mifupa na kuzidi kupa hewani. Sasa giza lilikuwa ni kama linaongezeka zaidi kwenye eneo hilo, kwa sababu anga zima lilikuwa limefunikwa na ile mifupa ambayo ilikuwa inaelea kwa juu. Utasema kwamba anga la bluu lilikuwa linaelea angani. Wakiwa wanajiuliza na kitu gani ambacho kinaendelea, Bella aligeuka na kisha kutazama bonde lilipo, na kisha akarusha ule mfupa ambao alikuwa ameushikilia kwenye mkono wake. Ule mfupa ulikwenda kudondokea kwenye lile bonde, na unaambiwa kwamba hilo bonde kwenda chini kulikuwa ni mbali sana, na ndio kulikuwa kumetenganisha hiyo mbuga pamoja na mlima mkubwa ambako ndiko iliko ile ngome ya majini. Ule mfupa ambao Bella alikuwa amerusha ulikwenda kudondokea bondeni, na ile mfupa mingine ambayo ilikuwa inaelea angani na yenyewe ilikwenda bondeni kufuata ule mfupa uliotupwa na Bella, na watu wote wakabaki walikuwa na shangaa tu na kumtazama Bella. Ndio umefanya kitu gani sasa Bella? Musa alikuwa anauliza vile swali, na huku alikuwa anamshangaa Bella kile ambacho alikuwa amefanya. Bella alimgeukia Musa na kumtazama bila hata kumjibu kitu, na wakati wawili hao wanatazamana, huko bondeni kulianza kusikika mifupa ilikuwa inagongana kama ilikuwa inarudi tena juu. Ilibidi sasa watu wote wageuke na kutazama na kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Ndipo walipokutana na mifupa ilikuwa inajiunga na kujitengeneza daraja kutoka hapa waliposimama kwenda kule ng'ambo kwenye mlima. Kulikuwa na umbali wa mita kama 20 kulivuka hilo bonde, na ile mifupa ilikuwa inajiunga na kuweka daraja moja kubwa sana la kurahisisha watu kupita. Watu wote walibaki walikuwa na shangaa tu, na Bella ndio alikuwa ni wa kwanza kupiga hatua kwenda hadi daraja lilipo, na kisha akasimama na kuwapatia ishara wenzake wavuke. Haraka wakina Eric walivuka hilo daraja, na huku walikuwa bado wako makini kwa sababu walikuwa wanaingia katika vita kubwa isiyoelezeka. Walivuka salama kabisa daraja mpaka walipofika kwenye ng'ambo ya pili kwenye mlima, na ndipo walipoweza kuona mjengo mkubwa wa kichawi ukiwa mlimani, na kulikuwa kuko kimya kabisa. Kwa sasa uelekeo ni wapi jamani? Sia alikuwa anauliza pale swali. Hapa tuko watu 7 na tukijigawa wawili wawili tunapata makundi 4. Alikuwa anazungumza pale Eric, lakini sasa kabla hatajiendelea kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze, Jerry akadakia pale pale. Kivipi sasa Eric, mbona sijakuelewa? Hapa namaanisha kwamba yatatoka makundi 4. Makundi 3 ya watu wawili wawili na kundi moja litakuwa na mtu mmoja. Alikuwa anazungumza pale Eric, na huku alikuwa anawatazama wenzake ambao walikuwa wanaonekana kama hawajamuelewa na kitu gani ambacho alikuwa anamaanisha. Na hilo kundi la mtu mmoja sasa litakuwa na nani? Musa alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba kama hicho kilikuwa ni kitendo cha hatari. Hilo kundi la mtu mmoja litakuwa mimi mwenyewe, na nyinyi wengine mjichague wawili wawili. Alikuwa anazungumza pale Eric kwa kujiamini kabisa. Lakini Eric unajua kabisa kwamba hilo ni jambo la hatari sana. Alikuwa anazungumza pale Bella.
Bila kufanya mambo ya hatari, basi ushindi hauwezi kabisa kupatikana. Mage gawa makundi. Alikuwa anazungumza pale Eric kutoa amri kumwelekezea Mage. Bella utakuwa na Jerry, Musa utakuwa na Sia, na kundi la mwisho nitakuwa mimi pamoja na Bite. Alikuwa anazungumza pale Mage, na huku alikuwa anamsogelea Bite pale ambapo alikuwa amesimama. Ni kwa nini sasa mimi naona huyu msichana kiburi hapa? Musa alikuwa anauliza pale swali. Sia alimtazama Musa na kisha alitabasamu na kusimama pembeni yake. Sasa wewe Musa pamoja na Sia mtaingia kupitia mlango wa nyuma wa hili jengo. Mage pamoja na Bite mtapita kushoto, Jerry pamoja na Bella kulia, na mimi nitaingia kupitia mlango mkuu. Alikuwa anamaliza kuzungumza pale Eric na kisha kupiga hatua kuondoka, lakini Musa ilikuwa ni kama bado hajaridhika na uamuzi wa Eric na kusimama huku akiwa anamtazama tu. Mbona sasa mtaki kunisikiliza ombi langu jamani la kubadilishwa huyu mtu? Musa alikuwa anauliza pale swali, na huku watu walikuwa wanaanza kuondoka. Mara baada kumaliza kazi ndio utakuja tukubadilishie. Mage alikuwa anajibu vile, huku alikuwa anaelekea kule ambako alikuwa ametakiwa kwenda. Hatuna muda wa kupoteza hapa, tunatakiwa kuondoka mara moja. Sia alikuwa anazungumza vile kumwelekezea Musa. Musa alimtazama Sia kisha alianza kuongoza ndani, lakini Musa alionekana wazi kabisa kwamba hakuwa ameridhika kwenda pamoja na Sia, na hakuwa ameridhika kwa sababu tu muda mwingi wamekuwa wakibishana sana. Walitembea kwenda nyuma ya lile jengo na wakafanikiwa kufika, na huku walikuwa wamesimama wakilitazama lango kuu la kuingilia humo ndani. Kwa sasa tunafanyaje hapa? Musa alikuwa anauliza pale swali kumwelekezea Sia. Nisubiri hapa mara moja, nakuja. Unataka kwenda wapi sasa Sia? Musa alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa anamshangaa Sia. Sia hakujibu kitu cha zaidi, alipotea tu ghafla na kumwacha Musa alikuwa katika mshangao, wala asijue kabisa ni wapi Sia alikuwa amekwenda. Sasa badala unishirikishe kuniambia ni wapi unakwenda, unajiondokea tu. Haya ndio mambo ambayo mimi nilikuwa sitaki toka mwanzo. Musa alikuwa analalamika tu mwenyewe, na huku alikuwa haelewi kabisa na kitu gani ambacho alikuwa anatakiwa kufanya. Wakati Musa analalamika, mara walionekana wachawi wawili walikuwa naelea mbele yake, na huku alikuwa anamtazama kwa hisia na fimbo zao za kichawi mikononi. Ile Musa aseme kwamba awatazame tayari walikuwa wameshamuona na kumgandisha kichawi bila kufanya jambo lolote lile. Ni kitu gani ambacho anahitaji, na umefika vipi katika ulimwengu wetu? Mchawi mmoja alikuwa anauliza pale swali kumwelekezea Musa. Ninyi ni akina nani? Musa na yeye alikuwa anauliza pale swali kwa jeuri. Unataka kujua sisi ni akina nani, si ndio? Mchawi mmoja alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa ananyanyua fimbo yake ya kichawi. Musa akawa anajua kabisa kwamba hapo kishanuka, na kama atafanya uzembe basi anapewa kubwa kuliko, na habari yake inaweza kuisha hapa. Ile tu yule mchawi anataka kumpiga kombora Musa. Pale pale alionekana alikuwa anaanguka chini, na mwenzake alikuwa amebaki alikuwa anashangaa. Wakati mchawi wa pili anamshangaa mwenzake ambaye alikuwa ameanguka chini na kukata moto, mara na yeye akajikuta alikuwa anaishiwa nguvu na kuanguka chini kama furushi la magimbi. Musa mwenyewe akabaki alikuwa anashangaa tu bila kujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Ndipo sasa alipomwona Sia alikuwa anajitokeza, na huku alikuwa anatabasamu. Na kumbe wewe ulikuwa umeshawaona toka muda mrefu tu, lakini ulishindwa kabisa kuniambia. Musa alikuwa anauliza pale swali. Hata ningekuambia najua kabisa kwamba usingenisikiliza. Alikuwa anajibu pale Sia, na huku alikuwa anaokota fimbo za wale wachawi wawili. Fimbo moja alikuwa anamkabidhi Musa, lakini Musa alikuwa anamshangaa kwa sababu hakuelewa kabisa alikuwa anapewa hiyo fimbo kwa ajili gani. Ya nini sasa mimi hii fimbo Sia? Ni muhimu sana kwa ajili ya kupata kibali cha kuingilia ndani ya nyumba. Alikuwa anajibu vile Sia, na huku alikuwa amekamata ile fimbo nyingine kwa mkono wake wa kushoto.
Musa ilimbidi achukue tu ile fimbo kishingo upande na kutulia, na huku alikuwa anamtazama Sia kujua atafanya kitu gani. Lakini wakati akiwa anamshangaa Sia, mara akaanza kujiona alikuwa anabadilika na kufanana na mchawi mmoja kati ya wale ambao walikuwa wameuawa na Sia. Musa alikuwa anajishangaa tu na kumgeukia Sia, naye akamkuta alikuwa ameshabadilika na kuwa kama mchawi mwingine. Musa alitabasamu kinafiki na kisha walianza kuelea hewani kwenda katika lango la kuingilia katika lile jengo kwa nyuma. Walifika katika mlango na waliona lango lilikuwa linajifungua lenyewe, na wachawi wengine wawili walikuwa naelea pembeni ya kila upande na huku walikuwa na watazama. Ni wakina nani? Mchawi mmoja alikuwa anauliza pale swali. Na kumbe hakuna mtu yoyote ule, mliona vibaya tu. Sia alikuwa anajibu vile kuwaelekezea wale wachawi ambao walikuwepo pale mlangoni, lakini alikuwa katika sura za mchawi ambaye walikuwa wamemuua. Waliruhusiwa kuingia ndani na kisha lango likafungwa, na kwa upande wao walikuwa ni watu wa kwanza kabisa kuingia ndani. Lakini huko kwa upande wake Eric, yeye alikuwa anazidi kusogea kwenye lango kuu la mbele, na alipokuwa anatembea alikuwa anatafuna mzizi mmoja ambao alikuwa amepewa na mzee Kondi, na alikuwa anaamini kabisa kwamba huo mzizi ukiutafuna, basi adui yako yoyote ukimweleza kitu lazima afanye, na anakuwa ni kama amepigwa na kipapai ama amepoteza kumbukumbu zake zote. Ni kweli kabisa. Eric alipofika kwenye lango alizungumza maneno machache kwa kujiamini kabisa, na kisha mlinzi wa lile lango akafungua na Eric akaingia ndani bila bugudha zozote zile. Unaambiwa kwamba mzee Kondi alikuwa ni hatari sana katika masuala ya miti shamba na mizizi. Kuna mzizi mmoja kama atakupatia huo ushike mkononi, na ukitembea kwenye mvua hakuna tone lolote ambalo litakugusa, licha kwamba mvua itakuwa inanyesha kila mahali. Unaweza kutembea kwenye mvua kutoka Kibaha mpaka Mbezi na usiloani hata kwa tone moja tu. Huyo ndio mzee Kondi bwana. Ukimsikia mwingine basi jua kwamba hiyo ni picha yake tu. Eric aliingia ndani kabisa ya jengo, lakini kila pale ambapo alikuwa anapita alikuwa anadondosha kama unga mweusi ambao huo ulikuwa unatokana na majani yale ambayo alikwenda kuyachuma siku ambayo mzee Kondi aliwapeleka msituni. Kila upande walikuwa wamefanikiwa kuingia kwenye ngome ya wachawi, na hakuna mchawi hata mmoja ambaye aliweza kufanikiwa kuwagundua kwa sababu walikuwa wameshajipanga kisawasawa. Mara baada ya kuingia waliweza kukutana ndani ya mjengo, na siku hiyo ilikuwa inaonyesha kwamba kulikuwa na kikao kikubwa cha siri cha majini wakubwa duniani, na walikuwa wako katika ukumbi wao wa siri ambao unapatikana katika hilo jengo kwa chini. Na kikao hicho walikuwa wanajipanga kwa ajili ya kwenda kukivamia chuo kizima ili kusudi tu waue wanafunzi wote, na wakifanikiwa kumpata Eric basi watakuwa wamefanikisha lengo lao kubwa. Wakiwa wapo kwenye kikao hawajui hili na lile, mara wakawaona walinzi ambao walikuwa nalinda milango ya ule ukumbi wa siri walikuwa nafungua milango na kuingia ndani, na huku walikuwa wako kimya tu. Ukumbi huo ulikuwa na milango 7, na hiyo milango ilikuwa imezunguka kila upande wa lile jengo ama ukumbi, na hiyo idadi ya milango wao waliweka kama kodi ya kichawi, ama wao walikuwa na maana yao kichawi. Na hata mlinzi mmoja akikosekana basi hakuna mlango utakaofunguka na watu kuweza kuingia ama kutoka. Walionekana hao walinzi walikuwa wanaingia ndani na kutulia, na huku milango ilikuwa inajifunga na kutulia. Iliwabidi wale wakuu wa majini duniani ambao walikuwa 7 kulingana na mabara ya dunia yalivyo watulie, na kila jini mkuu alikuwa anawakilisha bala lake, na hapo alikuwa anataka kuunganisha nguvu zao ili kusudi waweze kukiteketeza kile chuo cha uchawi. Vipi tena, kuna kitu gani? Mbona mnaingia bila taarifa? Jini mkuu Kongo alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa anawashangaa hao walinzi wao. Mara akaonekana mlinzi mmoja alikuwa anajishika uso wake na kuvua kitu kama ngozi, na ile kuitoa hiyo ngozi ya uso wake, Kongo akajikuta na wenzake walikuwa na shangaa, kwa sababu hawakutegemea kabisa kumwona Eric akiwa yuko hapo mbele yao. Haina haja ya kusumbuka kupanga mipango. Mtu ambaye mnanihitaji kwa muda mrefu ni kwa hapa mbele yenu. Alikuwa anazungumza pale Eric kwa kujiamini kabisa. Kongo mwenyewe akabaki alikuwa amedua tu na kujiuliza maswali mengi kichwani. Maswali ambayo alikuwa anajiuliza ni kwamba kama Eric alikuwa amefika hapo, basi hawezi kabisa kuingia akiwa peke yake. Ni lazima tu na hao 6 waliosalia ni watu wake.
maana haiwezekani kabisa milango kufunguliwa na watu 6 alafu mtu wa 7 au sio mtu wa asili yao. Lakini kama itatokea watu wote 7 wakiwa katika asili moja, basi lazima milango yote itakubali kufunguka. Na ndivyo alivyokuwa anawaza, na ndivyo kweli ilivyokuwa. Na bila shaka umekuja pamoja na timu yako. Jine Kongo alikuwa anauliza pale swali. Bila shaka ndio, alikuwa anajibu vile Eric, na huku alikuwa na watazama na wale majini wengine. Wakina Mage na wao walivua zile sura za ngozi za wale wachawi ambao walikuwa wako mlangoni wakilinda, na kwa maana hiyo ni kwamba waliokuwa walinzi wameshauawa wote na sura zao zikachukuliwa na hawa wanafunzi. Wachawi wote ama majini wote walisimama na kutaka kuanza kuchukua silaha zao, lakini Eric aliwahi na kuziondoa kichawi kwa kutumia fimbo yake, na silaha zote zikaenda kwa wale wenzake na kisha wakazishika. Hamwezi kabisa kutoka salama humu ndani kama tu mnataka kutumia ubabe kama huo. Jine Kongo alikuwa anazungumza pale, na huku alikuwa anajiamini sana. Najua vizuri kabisa na kitu gani ambacho wanakitegemea. Eric na yeye alikuwa anazungumza pale kwa kujiamini. Jine Kongo alishtuka na kumtumbulia macho Eric, na kisha Eric aliwapatia wenzake ishara kwamba kila mmoja amchukue mtu wake, na yeye akamchukua Jine Kongo na kutoka nao nje. Walipokuwa wanatoka nje, Jine Kongo alikuwa anashangaa tu kuona kwamba majini wake wote walikuwa wameuawa, na hakujua kabisa walikuwa wameuawa na kitu gani. Lakini kumbe ule unga mweusi ambao alikuwa anaumwaga Eric toka alipokuwa anaingia hapa ndani, ulikuwa ni unga wenye sumu ambayo ilikuwa nasambaa kwenye hilo jengo taratibu, na hiyo sumu ilikuwa imetengenezwa na kunuiwa kwamba iwaue wachawi wote ama majini wote ambao wanatumia nguvu za giza kuwatesa watu. Jine Kongo alijikuta anakuwa mdogo kama Piritoni, kwa sababu alikuwa anajua na kwamba alikuwa amekamatwa kizembe kabisa na mtoto mdogo ambaye kila siku alikuwa anapambana muwahi ili kusudi aongeze nguvu zake za majini. Mara baada ya muda, wanafunzi wote 7 wakajikuta wako nje pale pale ambapo walikuwa wamegawana njia wakati wanafika, na kila mtu akiwa pamoja na mtu wake. Haraka sana Eric alimnyoshia fimbo yake Jine Kongo, na madawa yake yote ya kijini ambayo alikuwa nayo katika mwili wake yakaachia na kuanguka chini, na kisha akatoa kibuyu chake, na ule uchawi wake wote wakaingia kwenye hicho kibuyu. Na wengine na wao walifanya kama vile ambavyo alikuwa amefanya Eric kwa ule mchawi mkuu, na wale majini wote wengine waliosalia walifanikiwa kuwavua uchawi wao. Mara baada ya kufanya hivyo, hali ya hewa ilibadilika na mwanga ukaanza kuonekana kwenye huo ulimwengu, na jua likaanza kuchomoza, na kila mtu alikuwa na tabasamu, na huku Jine Kongo mwenyewe alikuwa haamini kabisa kama alikuwa ameshavuliwa uchawi wote na ujine wote ambao alikuwa nao. Ninakuambia ukweli kabisa kwamba hili swala utalipia. Alikuwa anazungumza pale Jine Kongo kwa hasira, huku alikuwa anamtazama Eric kwa hasira pia. Waliwaweka wale wachawi katikati yao, na ni kama tu ambavyo ilikuwa kawaida, wakatengeneza duara na kushikana mabega, na huku walikuwa wameshikilia fimbo zao na kutamka maneno yao ya kichawi, na kisha fimbo zikatengeneza duara la moto na wakapotea kwenye ule ulimwengu. Mara baada ya muda walionekana kutua katikati ya uwanja mkuu wa chuo, na huku wakiwa na watu wao, na walikuta wanafunzi wote walikuwa wamekusanyika kwenye majukwaa, na huku walimu pamoja na mkuu wa chuo walikuwa katika jukwaa kuu. Kulionekana kama vile kulikuwa na sherehe ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuwapokea mashujaa wao kwa kazi kubwa ambayo walikuwa wamefanikiwa kuifanya, na tena kiwa rahisi kabisa. Wakati Jine Kongo akiwa anashangaa, mara alikutana na mzee Kondi akiwa na tabasamu na kusimama mbele yake. Hatimaye sasa tumekutana tena leo rafiki. Alikuwa anazungumza pale mzee Kondi, na huku alikuwa anamchukua Jine Kongo na kuenda kumsimamisha katikati ya uwanja pamoja na wenzie. Wanafunzi muda wote walikuwa wanashangilia tu, na huku walikuwa na wapamba wakina Eric kwa nyimbo za kishujaa. Eric pamoja na wenzake walikuwa wanapokea heshima hizo kutoka kwa wenzao, na huku walikuwa wanavalishwa majoho rasmi ya kuhitimu elimu yao ya kwanza. Kila mtu kwenye kundi la kina Eric alikuwa anashangaa na kuona kama walikuwa wamehitimu awamu ya kwanza kirahisi kama hivyo. Lakini ndio ilikuwa imeshatokea, na hawakuwa na jinsi, iliwabidi wakubali.
Mwanafunzi Kondo pamoja na mwenzake Boli walionekana bado walikuwa wanachukia mafanikio ya wenzao, lakini na wao hawakuwa na jinsi zaidi ya kukubali tu kwamba wao walikuwa ni bora. Kuni kwa ajili ya moto kama kawaida zilikuwa zimeandaliwa, na yalikuwa yametengenezwa matanuli kama 7 ya kuni kwa ajili ya hao majini wote 7. Walisogezwa kila jini mmoja kwenye kuni zake, na kisha wakafungwa kamba katika hayo matanuri kwa kusimamishwa katika miti ambayo ilikuwa imewekwa kama nguzo katika kila tanuri moja. Mzee Kondi alitoa amri kazi ianze mara moja, na ni kweli kabisa kama ilivyokuwa kawaida. Sister Anna alionekana kuingia na kiginja cha moto na kwenda kuwakabidhi wale walinzi wenye hiyo kazi yao, na wao hawakutaka kabisa kupoteza muda. Walianza kuwachoma wakina jine kongwa. Kilikuwa ni kilio cha maumivu makubwa sana, lakini moto wao hawa haukuwa ni kama ule ambao walimchomea Bishop Chupi, bali wao walitengenezwa moto maalum ambao mzee Kondi alikuwa ameuandaa kwa kutumia kuni za madawa. Waliwaunguza mpaka walipohakikisha kwamba walikuwa wamegeuka majivu, na kila jivu kutokea kwenye tanuli liliwekwa kwenye chombo chake na kukabidhiwa mzee Kondi. Shughuli ya kuwateketeza majini wasumbufu ilikuwa imeishia hapo, na kina Eric waliweza kuhitimu masomo yao ya awali ya chuo, na sasa walikuwa wameshapanda ngazi moja na kuendelea na masomo mengine mpaka pale ambapo watakapotokea tatizo lingine, basi wataweza kutumika kwa ajili ya kulitatua. Walipewa pongezi na walipewa vyeti kwa hatua hiyo kubwa ambayo wanafunzi wengine walikuwa wameshindwa kuifikia, na waliweza sasa kuhamishwa kwenye hosteli na kwenda kupewa nyumba zao za kawaida, na kila mtu alikuwa anaishi kwake na mlinzi wake, na kila kitu walikuwa wanafanyiwa na wale walinzi wao. Shughuli sasa ilikuwa imekwisha kwa namna hiyo, na usiku mmoja mzee Kondi aliamua kwenda kumtembelea Eric akiwa na mbwa wake. Na alipofika kwa Eric alitulia na kukaa nje wakizungumza, na huku kila mtu alikuwa na mwenye furaha. Sasa umekuwa ni kijana mzuri sana Eric, na muda wako ukifika basi utapewa uongozi katika chuo hiki. Alikuwa anazungumza pale mzee Kondi, na huku alikuwa anaendelea kupata kikombe chake cha kahawa. Lakini sasa mzee, nahisi bado umri wangu hauruhusu mimi kuwa kiongozi wa chuo. Eric alikuwa anazungumza pale akiwa anaanza kujihami. Ni sawa Eric, lakini leo nimekuja na zawadi yako. Alikuwa anazungumza pale mzee Kondi, na huku alikuwa anamtazama yule mbwa. Eric hakuelewa kabisa ni kitu gani ambacho mzee Kondi alikuwa anamaanisha, kwa sababu huwa mara nyingi yuko pamoja na huyo mbwa, na kuna muda huwa anamchukua na kuishi naye nyumbani kwake. Sasa inakuwaje leo anasema kwamba huyo mbwa amekuja kama zawadi? Naomba fimbo yako mara moja. Alikuwa anazungumza pale mzee Kondi, na huku alikuwa ananyanyuka na kunyosha mkono kwa Eric. Eric hakuwa na yana. Alimkabidhi fimbo yake mzee Kondi na kisha akamnyoshia yule mbwa, na huku alikuwa anazungumza maneno yake ambayo alikuwa anajua yeye mwenyewe. Na pale pale yule mbwa aligeuka na kuwa mzee ambaye ndio baba yake mzazi na Eric. Eric alishangaa sana na kubaki alikuwa ameduaa. Kichwani alikuwa anajiuliza maswali kwamba huyo mzee ambaye alikuwa mbwa siku zote ni nani? Na huyu ni baba yako Eric. Mzee Kondi alikuwa anazungumza tena, huku alikuwa anatabasamu. Eric alionyesha alikuwa ameshtuka sana, hata kuuliza alikuwa ameshindwa. Huyu ni baba yako, na ilikuwa inasubiriwa tu kumaliza hii kazi iliyokuwa mbele yako, ili kusudi aweze kurudishwa kuwa binadamu wa kawaida kama ambavyo alikuwa mwanzo. Na sasa ndio muda wako mwafaka kabisa wa kuishi naye. Alikuwa anazungumza pale mzee Kondi, na huku alikuwa anarudisha fimbo kwa Eric. Eric alibaki alikuwa ameduaa tu, na kwa machozi ya furaha na huzuni alikuwa anamtoka na kumfanya yule mzee na yeye aanze kulia, kwa sababu huyo mzee yeye alikuwa anajua kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, licha kwamba miaka yote karibia 18 alikuwa anaishi kama mbwa. Wakati mtu na baba yake wanaendelea tu kulia, ndipo Sister Mary ama mtawa mkuu alipoingia na kuwatuliza na kuthibitisha kuhusu uhalali wa baba yake na Eric. Eric hakuwa na jinsi, ilimbidi amkumbatia tu baba yake, na kisha akaandaa chakula cha jioni, akawaalika na wenzake wakala kwa pamoja na kufungua rasmi ukurasa mpya wa maisha yao.
Huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu ya Chuo cha Uchawi, msikilizaji. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Amani Kigoye. Nambari zake za simu ni 0766 416 862. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zangu za simu ni 0766 47 48 57. Mwisho wa simulizi hii ya Chuo cha Uchawi, msikilizaji, ndio mwanzo wa simulizi mpya kabisa inaitwa Utamu wa Jando, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo.